Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa ndugu zangu, hawa vifaranga unaowaona hapo ni vifaranga wa chotara ambao tumeweka chotara pamoja na kienyeji. Tumetotolesha hapa, wengine tuliwatoa kwenye kampuni la Silverland. Tukawa tunawafuga, tumewachanganya kwa pamoja, au kienyeji ambao tumetotolesha wenyewe pamoja na hawa ambao tumewatoa Silverland, wote wanakaa banda moja na wamepewa huduma sawa sawa kuanzia vifaranga mpaka hapo unapowaona. Hao vifaranga hao wana wiki ya 3. Saizi hii ni wiki ya 3 kwa hapo unapowaona, wameanza hii wiki ya 3. Sasa nataka nijaribu kukudokezea kitu kidogo ambacho kinaweza kukusaidia wewe mfugaji kupunguza gharama za chakula unapowafuga hao vifaranga wa chotara pamoja na kienyeji. Chotara ni Croiler, Tanibro, Saso, Malawi, wote hao ni kundi moja la chotara. Naeleza hivi kwa sababu kuna wengine pia ukisema chotara hawakuelewi ni kuku aina gani, lakini ukitaja majina wanakuelewa. Ni kuku ambao wana karakta mbili, wana ukienyeji na ukizungu, kuku ambao wameboreshwa. Kwa hiyo hawa kuku huwa kuna watu wananiuliza, je, hawa kuku wanapewa labda chakula cha broiler? Anaposema chakula cha broiler anamaanisha labda starter ya broiler au grower ya broiler. Kuna watu wananiuliza maswali kama haya. Hawa kuku wanatakiwa kupewa chakula ambacho kina virutubisho vyote muhimu kama ambavyo wanapewa broiler. Na hawa kuku, kwa sababu lengo la hawa kuku linaweza likawa ni kuuza kwa ajili ya nyama au kuwafanya watage. Kwa hiyo na maswali mengi kama haya huwa wananiuliza, je, wanapewa chakula gani? Kwa sababu akienda dukani akauliza starter atapewa labda starter ambayo imeandikwa ya broiler au ya layers. Ndio maana wao wananiuliza hawa wanapewa chakula gani. Na vile kwa sababu tumezoea labda chotara na kienyeji wanaweza wakaendelea kutaga, ukiwapa chakula cha broiler wanaweza wastage. Ukweli ni kwamba hapana. Starter, grower wanaweza kutumia ile ambayo wanatumia broiler, isipokuwa patakapokuja kwenye mabadiliko ni pale ambapo watakuwa wameanza kutaga. Hapo ndo patakuwa pana mabadiliko. Japokuwa kwa hawa kuku ndo kitu ambacho nimependa sana ni share na wewe leo. Kwa hawa kuku chotara pamoja na kienyeji unaweza ukapunguza gharama za chakula kwa kutengeneza chakula wewe mwenyewe. Kwa sisi KingoFarm huwa tunashauri kitu kimoja hivi. Kwa vifaranga pale wanapotoka kuanguliwa mpaka ile wiki ya 3, pale wape labda starter ya dukani. Lengo la kusema uwape starter ya dukani ni kwa sababu kile chakula cha dukani huwa kinakuja ni kikavu, kimetengenezwa vizuri, kimekuwa kina ukavu tofauti na pumba. Pumba kuna wakati ukiiacha inatengeneza joto, lile joto huwa kuna bakteria wanaweza kuwa mle kutokana na ile hali ya lile pumba ambavyo litakuwa. Ndio maana huwa tunashauri uanze na starter ya dukani, ile pellets kabisa ambayo ni kavu, ndio uanze kuwapa, kwa sababu hawa vifaranga wakikutana na bakteria ni rahisi sana kupata magonjwa. Kinga zao zinakuwa bado hazijaimarika sana. Ndio maana huwa tunashauri kwa hizo wiki 3 za mwanzo mtu aanze na starter ya kwenye kampuni. Ila tu unapoenda kununua hiki chakula, ndugu yangu, nipende tu kukushauri mfugaji. Na kushauri kwa sababu tulishawahi kukutana na changamoto kama hii. Hakikisha unanunua kutoka kwenye makampuni ambayo yanatengeneza chakula vizuri kabisa. Ukikosea chakula hapa, kuku huwa wanadonoana. Na pia kuku huwa wanashindwa kutembea, huwa wanadhoofika ukikosea chakula hizo wiki 3 za mwanzo. Unatakiwa ununue kutoka kwenye kampuni ambalo linafanya vizuri. Makampuni yako mengi sana. Hizi kesi tumepokea sana na sisi wenyewe tushaipata hii kesi. Kuna kipindi tulinunua chakula kilikuwa ni bei rahisi. Tukanunua ile starter tukawapa vifaranga, walidonoana wale vifaranga. Yaani tulianza kuwapa asubuhi, ila kufikia jioni tukakuta vifaranga wengi wamedonoana sana na wengi sana walikufa. Chakula, shida ilikuwa ni kile chakula ambacho tulikuwa tumewapa. Kwa hiyo usikimbilie kwenye kampuni ambalo linauza bei rahisi, hapana. Fanya tafiti kwanza, chakula ambacho kiko vizuri, hakina changamoto kwa vifaranga. Makampuni saizi yamekuwa mengi, wanazalisha makampuni mengi. Yapo yanayofanya vizuri sana, yapo mengine ambayo hayafanyi vizuri. Kwa hiyo hapa ni muhimu sana, tafuta kampuni ambalo linafanya vizuri, nunua starter, wape. Na kama hujui makampuni ambayo yanafanya vizuri, jamani, sisi KingoFarm hatuwezi kutaja makampuni hapa. Ila wewe kama una changamoto hii, unataka ujue makampuni gani ambayo yana chakula kizuri, huwa tunashauri jiunge tu na lile kundi letu la WhatsApp ambalo ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Huwa tunatoa ushauri na elimu ya uleaji wa vifaranga. Tutakushauri makampuni ambayo yana chakula kizuri, tutakutajia. Kwa hiyo ukiwa umejiunga kule kwenye kundi, sio hapa. Lakini pia baada ya kuwa umeshawapa hii starter ambayo imetoka kwenye kampuni nzuri vifaranga wako na wanaendelea vizuri kabisa,
hapo ndo utaweza kuwatengenezea chakula wewe mwenyewe ili kupunguza gharama za chakula. Hawa kuku hata ukiwatengenezea huwa wanaenda vizuri, ila watengenezee vizuri kabisa. Fuata formula vizuri. Usibuni tu ukachukua labda hiki ukaweka. Kwa unakadiria, usikadirie. Lengo la kuwepo na formula, tunapozungumzia formula ni kwamba tunaangalia umri wa yule kuku au yule kifaranga, umri wake. Je, anahitaji kitu gani kwa wingi au kwa asilimia ngapi anahitaji kitu fulani. Kwa mfano, tunajua vifaranga wadogo kama huwa wanahitaji protini. Huwa wanahitaji protini iwepo kwa wingi. Na pia huwa wanahitaji vitu kama vya mafuta kama mashudu. Pia wanahitaji vitamini, wanahitaji madini kwenye chakula chao, lakini protini ndio inakuwa kwa wingi kwa sababu ni kipindi ambacho wanatengeneza kinga, wanajiweka, wanajijenga, wanakuwa imara. Kwa hiyo wanahitaji protini nyingi. Ndio maana kwenye formula inategemea, ukiona wa umri huu basi protini inakuwa kiasi hiki, mafuta kiasi hiki, wanga sijui kitu gani, kila kitu kinakuwa kwa amount fulani kulingana na umri wa kuku. Ukikosea hapa kwenye formula, kitu ambacho sio cha kuzidisha au sio cha kupunguza, wewe ukazidisha au ukapunguza, basi utaona kuku wako wameshusha mabawa, wamevaa makoti, wanakufa mmoja mmoja na unakuwa hauelewi mbona kuku wangu hawaumwi. Hapa hawatakuonyesha dalili ya kuumwa. Mara nyingi utakuta ameshusha mabawa, amekufa. Ukiingia bandani unakutana na vifo tu, ujue chakula kile umekikosea. Na ni sehemu muhimu sana hapa ya chakula, ni sehemu muhimu sana. Tumia formula ambazo zinafanya vizuri. Kuku wako wataenda vizuri na utapunguza gharama ya kununua chakula kwa sababu ni kuku ambao wanaenda vizuri. Kama ambavyo unawaona hao wameanza wiki ya 3, lakini tumeshaanza kuwatengenezea chakula kama unavyoona hapo, wanakula hicho chakula na wanaendelea vizuri kabisa. Huwezi kuona wameshusha makoti, wamefanyaje, kwa sababu tumetengeneza chakula chao kwa kufuata kanuni vizuri kabisa. Japokuwa kwa mwanzo unaweza ukawachanganya mfuko mmoja wa pellets ukaweka na ile chakula, kwa sababu hapa mwanzo ukiwawekea tu mashi, hii ni mashi yani. Kwa hiyo hii mashi woga wanakula mwishoni, wanapenda sana kudonoa zile pellets. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza unachukua ule mfuko mmoja wa starter au wa grower, unachanganya na ule mchanganyo ambao formula ambao iko vizuri kabisa, ili wao wanadonoa ile pellet, lakini huku wanaendelea kuizoea ile mashi mpaka baadaye watakuwa wameshaizoea mashi, wataendelea kula mashi. Hao hapo wanakula chakula ambacho tumekitengeneza, ni chotara na kienyeji, na wanaendelea vizuri kabisa, hawaathiriki na kitu chochote kile. Kwa hiyo kama unahitaji hizi formula, huwa tunakushauri ununue kile kitabu cha Safari ya Ufugaji. Kina formula zote za kutengeneza chakula. Lakini pia KingoFarm huwa tunashauri kwa unapokuwa unafuga kuku kwa sasa, kuanzia hapa kwenye vifaranga uanzishie kuwapa na hizi booster za asili. Booster za asili jamani, sio kemikali, sio dawa kali ambazo zinaweza kumsumbua kifaranga. Hapana, ni vitu kama karoti, majani mbalimbali, vitu kama bamia. Kwa hiyo kuna vitu fulani, vitunguu saumu, tangawizi, pilipili, huwa tunawapa kwa ajili ya kuimarisha kinga zao, lakini pia kuwafanya wasiwe wanapatwa na magonjwa mara kwa mara. Kwa hiyo unatengeneza chakula chako cha kwenye Safari ya Ufugaji, unapata na hiki kitabu cha booster. Unakuwa unawapa booster za asili kila siku ambazo zitawafanya waendelee vizuri kabisa. Lakini pia tuna vitabu vingine vya miongozo ya kuwafuga kama kuku wa kienyeji, chotara, broiler na kadhalika. Tuna vitabu vyenye miongozo ya kuwafuga kuku aina zote. Kila kitabu ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, na vile vile tuna kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Kwenye kundi huwa tunaonyesha muongozo mzima wa jinsi ambavyo tunawalea vifaranga, wale ambao tutawatotolesha, wale ambao tutaagiza kwenye makampuni. Tunaonyesha kila siku, tunakupa update za kila siku, kila kinachoendelea hapa shambani. Kama unavyowaona hao kwenye kundi, tulianza kuelekeza tangu siku wanafika, tangu siku wanatotolewa, tulianza kuwatolea darasa lake. Kama una maswali, ukihitaji ushauri, ukiwa umejiunga na hili kundi unauliza na unajibiwa. Kujiunga na hili kundi ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Unapata elimu na ushauri. Pia tunauza incubator nzuri na za kisasa. Incubator zetu ni hardboard, tunatengeneza sisi wenyewe, tunakusimamia kuanzia unaweka mayai mpaka unapata vifaranga. Tunakupa elimu ya kuitumia, na ikitokea shida yoyote ya kiufundi tunakusaidia kwa 100%. Ukinunua kwetu incubator, tuna kundi la wale watu wote ambao tunauzia incubator, tunakuadi humo. Kama unahitaji hizo huduma, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Incubator tunasafirisha mikoa yote ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa uaminifu mkubwa kabisa. Kama unahitaji huduma, uko serious, kuwa tayari kulipia tukuhudumie. Chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.